alafu wewe unaitikia tu, kwa maana fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Maana Zaburi 136 inatuongoza tu kuwa na shukrani. Haya, ninaanza. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, Kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, Kwa maana fadhili zake ni za milele. yeye peke yake afanya maajabu. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, Kwa maana fadhili zake ni za milele. yeye aliyetandaza nchi juu ya maji, Kwa maana fadhili zake ni za milele. yeye aliyeifanya mianga mikubwa, Kwa maana fadhili zake ni za milele. akasema jua litawale mchana, Kwa maana fadhili zake ni za pia akasema mwezi na nyota zitawale usiku. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga Wamisri na kuwaua wazaliwa wao wa kwanza, Kwa maana fadhili zake ni za milele. aeli katikati yao, Kwa maana fadhili tena akawatoa kwa mkono hodari na mkono ulionyooshwa. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, Kwa maana fadhili zake ni za milele. akawavusha Israeli katikati yake, Kwa maana fadhili zake ni za milele. akamwangusha Farao na jeshi lake katika bahari ya Shamu. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewaongoza watu wake jangwani, Kwa maana fadhili zake ni za milele. na yeye aliyewapiga wafalme wakuu, Kwa maana fadhili zake ni za akawaua wafalme mashuhuri, Kwa maana fadhili zake ni za milele. Sihoni mfalme wa Waamori, Kwa maana fadhili zake ni za milele. na Ogu mfalme wa Bashani. Kwa maana fadhili zake ni za Akaitoa nchi yao iwe urithi, Kwa maana fadhili zake ni za milele. tena urithi wa Israeli mtumishi wake, Kwa maana fadhili zake ni za milele. aliyetukumbuka katika unyonge wetu, Kwa maana fadhili zake ni za milele. akatuokoa na watesi wetu. Kwa maana fadhili zake. Kila chenye mwili akipa chakula chake. Kwa maana fadhili zake Mshukuruni Mungu wa mbingu. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana atubariki sote. Na siku hii ya leo, pamoja na kushangilia na kusherehekea miaka 90 ya mama yetu, ikawe baraka kwa mtu mwingine fulani naye kufika miaka yake 90 mingine. Wakati sisi tukifika tukiitafuta miaka 90 yetu mingine, yeye naye aitafute 100 ya kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu apate kutubariki na kututia nguvu. Amen. Na kwa sababu tumekuja kufurahi na kumshangilia Bwana, mama yetu atatuongoza. Sio waimbaji mna wimbo, ili mtuongoze kwa sadaka, na mara baada ya matoleo hayo ya shukurani ndipo tutakapofanya maombi ya shukurani, tutakuwa tukimaliza ibada yetu. Amen. Karibuni waimbaji. Ahadi zote twaingojea ahadi, sote twaingojea ahadi ya kurudi kwa Mwokozi. Yale yaliyotabiriwa yametimia. Twaingojea ahadi ya kurudi kwa Mwokozi.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamebarikiwa na huduma ya leo? Basi tusikie hata ambaye atafanya Biblia anayefuata. Nahitaji nimalize matangazo moja kwa moja. Mtu asema tuambie jamani, mwaka fulani na mimi nitakuwa na ya kwangu. Jamani, karibuni. Hamumuamini huyu Mungu kwamba atawafikisha? Unapoanza kuamini kitu, ndio mwanzo wa kuanza kile kitu kufanikiwa. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ukishaamini kwamba kitu fulani kinaenda kutimia kwangu, au kwa huyu mwanangu kitu fulani kinaenda lazima kikatimie, lakini kikiwa ni pamoja na maombi, kinaenda kutimia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kama una jambo lako, una kitu fulani unatamani kitimie katika maisha yako, unapotoa mguu wako hapa ndani ya kanisa hili, anza kuamini. Anza kuamini kuanzia sasa. Unahitaji kitu fulani kifanikiwe, au una mipango yako fulani, unasema Mungu, hii mipango yangu naikabidhi kwako, lakini wewe bado hujaanza kuamini kwamba itafanikiwa, haitowezekana. Kwa hivyo unapokuwa na jambo lako unatamani likafanikiwe, anza kuamini. Anza kuamini kwamba linafanikiwa na litafanikiwa. Ninatumaini tutakuwa tumefika mwisho wa ibada kwa mahali hapa kanisani, lakini sherehe zitakuwa ni nyumbani, si ndio Profesa? Tuna ubwabwa. Wakufa mtu. Kwa hiyo kama hujajipanga, isije ikawa mmeshapiga uporo jamani nyumbani. Hatutaki kubaki na chakula. Kwa hivyo tutakuwa na sherehe nyumbani kwa bibi. Jipange sawa sawa. Na huu utakuwa ni mwisho. Niliyekuwa mwenyekiti wa ibada ya leo naitwa Sara Leonard, ni katibu wa kanisa, lakini pia nina profession ya mifugo. Kwa hiyo ukiona shida utaniona. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hawajui eti natafuta Profesa anatafuta wateja hapa. Usinielewe vibaya. Kwa hiyo ukiona shida na mnyama wako utaniona. Natumai tutakuwa tumefikia mwisho na utakuwa umebarikiwa na ibada ya leo. Na Bwana aendelee kukubariki katika sherehe hizi za leo. Mungu aendelee kumweka bibi kwa ajili yetu wote ambao tunanufaika naye, ili sifa na shukrani zikamrudie milele. Akitutenganisha hapa duniani, basi tukakutane katika raha ya milele. Amen. Pastor, karibu kwa ajili ya ombi. Sababu ninataka kufunga na tukimaliza hapa tutaomba. Huenda tukaacha mtu alikuwa na jambo la kusema. Kuna mtu alikuwa na neno la kusema kabla hatujaomba kufikia mwisho wetu. Karibu. Vile alikuwa bado hajaelewa, akajua sadaka aliyotoa ilikuwa ni sadaka kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo sadaka yake bado hajaitoa ya shukrani. Hajatoa shukrani yake. Bado. Shemasi tusaidie tena. Unaona hivyo vitu sasa. Maana bado hiyo ni shukrani yake kwa kweli. Mungu ambariki. Kuna mwingine alikuwa na neno la kusema, maana leo ni siku ya kusema eti. Utatuona hivi tulivyo siku nyingine. Na utatuona tukiwa tumevaa hivi tulivyovaa leo. Usije ukakosa, maana hatuna kitu cha kufanya. Maana kama ni mabenki na maofisi yamefungwa, maana nimeenda benki hata ATM zenyewe hazifanyi kazi. Kwa hiyo sasa unakimbia wapi? Ila wale wa Arusha kama wanakimbia inabidi wawahi mapema. Ili sahihi. Karibu. Sasa tumkaribishe bibi au mtu aliyeandaliwa kuzungumza naye ili apewe nafasi. Watoto karibuni kwa wimbo wakati bibi anajiandaa kufanya kitu. Simple. Watoto karibuni. Na watoto ndio wakupewa nafasi, maana watoto sasa When I you
Bwana Yesu asifiwe. Bibi wala anasema si umeoa binti wa kakaangu, acha tu useme. Ni kwamba amesema mchungaji, kwa sababu nyumba hii bado haijakamilika na inahitaji nguvu kubwa. Mimi na familia yangu tutatoa mifuko 10 ya sementi. Kwa hiyo ndo naziri yake anayeweka leo, na pili ataifanyia kazi, maana kile anachokisemaga kiko chini ya uwezo wake, anaimaliza mapema. Kwa hiyo mimi naomba nikabidhi au niwasilishe sasa sadaka yake. Asante. Amen. Bali sasa tunaweza tukasimama. Wakati tunasimama, ninataka kuambia tu, niliulizwa swali moja gumu. Aha. Basi hiyo nayo wanaruhusiwa. Asante. Ajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, Ametenda naye katenda, naye atakutendea. Omba tu, usikate tamaa. tamaa. Yeye ni mwaminifu, ahadi zake ni za kweli. Ametenda maajabu na kwa Agata. ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Basi tunatamani tu tutaomba sasa. Labda niseme tu, Sara aliuliza swali gumu. Wangapi wanatumai kwamba watafanya jubilii yao miaka kadhaa inayokuja? Unaona
kila mtu ameogopa. Lakini Daudi anakutia moyo, ile Zaburi 125 fungu la kwanza, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Amen. Yaani mkabidhi Bwana njia zako na yeye atakuthibitisha. Amen. Kwa hiyo mkabidhi Bwana matumaini yako. Kuna watu tulipokuwa tunaanza darasa la kwanza, yaani unaona darasa la 7 kabisa tutafika. Unashangaa umefika. Unaanza form 1, eti form 6 kabisa tutafika. Unashangaa umefika. Unaanza form 6, japokuwa ukifika form 6 huwa kuna matumaini ya kumaliza chuo. Sio huwa kunatokea nini? Ila ukianza huko chini hauna matumaini. Nataka kukwambia bado kungali na tumaini. Wangapi wanasema pamoja na kumwombea mama yetu Agatha siku zenye heri na baraka katika maisha yake yanayokuja, na mimi ninaomba Bwana nisaidie na niwe na maisha yenye furaha kwa wakati. Naweza mkasema pamoja nami tunapoomba. Basi natuomba. Mungu wetu wa mbinguni, leo ni siku ya furaha mno. Ni siku ya kuendelea kushiriki, kushangilia maisha na utukufu wako pamoja na mama yetu Agatha. Na mbele zako wako wadogo zake, lakini wako watoto wake, wako wajukuu, wako vitukuu kwa namna ya pekee. Na sisi sote tulioko hapa tumegawanyika katika makundi hayo. Wapo wengine ni mithili ya wajukuu, wengine ni mithili ya watoto, na wengine ni mithili ya ndugu ama wadogo zake. Tunalitukuza jina lako pamoja na yeye. Amen. Tumekuja tu kukuambia jambo moja. Bado unaendelea kutenda miujiza yako, maana mama yetu tunaendelea kuona ni miujiza unaotembea. Amen. Na sisi sote tuliofika mahali hapa kukushangilia Bwana, tumekuja kuomba ahadi yako ikapate kutimizwa pamoja nasi katika maisha yetu. Tunaishi katika dunia yenye changamoto nyingi, lakini mkono wako endelea kutukumbatia, ukitulinda na kutukinga na magonjwa na changamoto zote. Ili nasi siku nyingine, siku moja tukutane kwa ajili ya sherehe ya kushangilia kama hivi mama yetu leo, kwa neema yako. Na kwa mapenzi yako, miaka 10 ijayo tukutane tena kukushangilia kwa sababu ya Golden Jubilee. Amen. Ya mama na utukufu wako. Amen. Amen. Unapofanya hivyo kwake, fanya hivyo kwa ndugu zake, wadogo zake, fanya hivyo kwa watoto wake, fanya hivyo kwa wajukuu na vitukuu, ili wote tuendelee kuishi kwa neema yako. Amen. Jambo moja, tufundishe kwa wenye shukrani. Amen. Na hata hivyo tunakushukuru kwa siku ya leo. Amen. Tunakushukuru hata kutupatia nafasi ya kuzaliwa katika nchi na taifa hili la Tanzania. Taifa lako bora, pamoja na hila za yule mwovu, lakini bado lingali na bora wake. Endelea kuitunza na kuipatia amani Tanzania yetu kwa kadri ya neema yako. Amen. Sasa tunahitaji kuhitimisha ibada hii. Mkono wako kaongozane na kila mmoja wetu. Tutakapojiandaa kurudi tulikotoka, turudishe salama, ili tukaendelea kukusifu na kushangilia kwa neema yako. Tutakapotawanyika katika majukumu yetu, na hata hivyo tumeanza kuonja baraka za mvua ya Roho Mtakatifu ikanyeshe katika mioyo yetu kwa jina lako Yesu.